Ujumbe kutoka kwa kanisa la Kikatoliki kwa viongozi wote wa Tanzania limelezua hali tete katika nchi hiyo. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na tafadhali kumbuka kusubscribe. Katika hatua iliyowashangaza wengi lakini iliyosifiwa na waumini wengi, Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania TEC limeweka marufuku rasmi kwa viongozi wa kisiasa na wa serikali kutumia madhabahu ya kanisa kama majukwaa ya kutoa hotuba au kusalimia waumini wakati wa ibada. Waraka ulitolewa kupitia idara ya liturujia ya TEC tarehe 19 Juni mwaka huu, na unaweka mipaka ya wazi kati ya masuala ya kiroho na shughuli za kisiasa, ikiwa ni jitihada za kulinda hadhi na utakatifu wa ibada takatifu. Kwa muda mrefu imekuwa kawaida kuona viongozi wa serikali wakipewa nafasi madhabahuni kutoa hotuba ndefu, kusalimia hadhira na wakati mwingine hata kuendesha kampeni zisizo rasmi mbele ya waumini. Maaskofu wanasema mwenendo huo umeharibu utulivu wa ibada na kupotosha lengo la mikusanyiko ya kiroho, hasa ibada ya Ekaristi ambayo inapaswa kuwa na ya utulivu, ibada na tafakari. Marufuku hii inalenga kurejesha heshima ya madhabahu kama mahali patakatifu pa maombi. Na katika mwongozo huo mpya imeelezwa kuwa iwapo kiongozi wa kisiasa atahudhuria misa au tukio la kidini, anatajwa kwa kifupi tu miongoni mwa wageni waliopo bila kupewa nafasi ya kuhutubia au kuzungumza. Hii ni pamoja na matukio ya ndoa, mazishi, nadhiri na jubilei mbalimbali. Hata hivyo, viongozi hao wanaweza kutoa heshima au zawadi kimya kimya kama ishara ya uwepo wao, lakini si kwa maneno au matamko rasmi. Hatua hii imeibua mjadala mkubwa katika jamii. Wapo wanaoiona kama pigo kwa viongozi wa kisiasa waliokuwa wakitumia majukwaa ya kanisa kujinadi mbele ya umma. Wengine wameipongeza TEC kwa kuchukua msimamo wa kulinda mipaka ya kiimani na kuzuia siasa kuingilia masuala ya dini. Kwa wengi, huu ni mwamko mpya wa kiroho unaozingatia umuhimu wa kuweka ibada katika mazingira ya utulivu na usafi wa kiimani. Kwa ujumla, waraka huu wa TEC ni ujumbe mzito unaoonyesha dhamira ya kanisa Katoliki kulinda hadhi ya imani na kumtenga Mungu na mambo ya kidunia. Na katika taifa linalokuwa kwa kasi kisiasa na kijamii kama Tanzania, hatua hii inaweza kuwa kielelezo muhimu cha kutenganisha dini na siasa.